Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Amani ya Bwana iwe nawe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, na zana unatufuata vizuri popote pale ulipo. Langu jina ni Teoloje Lulonga, tukikutangazia matangazo yetu kutoka mji wa Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, mkoa wa Kivu ya Kusini. Na basi acha nikaribishe kufuata matangazo yetu ya siku ya leo ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Basi ikiwa ndo mara kwanza unatizama unasikiliza channel yetu kupitia mtandao wa YouTube, tunakuomba kufanya kitu kimoja tu: subscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha niseme asante sana kwa kuchagua Fizi Empire kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari zenye ukweli na zenye uhakika kwa muda sahihi. Nimekujuza langu jina ni Teoloje Lulonga, na katika matangazo yetu ya leo ndakupatia taarifa mbalimbali kutoka sehemu tofauti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaanzia na uko Walikale. Hali iliyotolewa inaeleza hali ya sasa katika eneo la Walikale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapa kuna muktasari wa habari hiyo. Waasi wa M23 pamoja na EFC wameondoka katika kituo cha Walikale. Uondoaji huu umethibitishwa na vyanzo mbalimbali tuliofanya kupitia mawasiliano Jumanne ya leo hadi Jumatano, lakini bado haijulikani waasi wa M23 wameelekea wapi baada ya kuondoka katika mji wa Walikale. Vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikundi vya wazalendo vinarudi katika eneo la Walikale Centre. Jeshi tayari limechukua maeneo muhimu na ya kimkakati katika uwanja wa ndege wa Kigoma, ofisi ya wilaya na kambi ya kijeshi ya Nyalusukula. Wakazi walikuwa wamehama makazi yao, sasa hivi wameanza kurejea. Shughuli za kawaida zimeanza kurejea polepole katika eneo la Walikale. Waasi wa M23 pamoja na AFC walikuwa wametangaza mnamo Machi tarehe 22 kwamba wataondoa vikosi vyao katika Walikale ili kutoa nafasi kwa mchakato wa amani. Nikujushe tu kwamba waasi hao wa M23 waliuteka mji wa Walikale tangu tarehe 29 Machi mwaka 2025. Kwa mjumla, habari hii inaonyesha mabadiliko ya udhibiti wa eneo hilo na kuleta matumaini kwa kurejea kwa utulivu na usalama kwa wakaazi wa Walikale. Pamoja sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani, na tuelekee huko katika kijiji cha Lusuku wa Mlema. Mapigano yalitokea katika vijiji vya Lusuku wa Mlema viliopo katika nyanda za juu ya Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapiganaji wa wazalendo wakishirikiana pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipigana na waasi wa Twiraneho na Red Tabara. Waasi wa Twiraneho na Red Tabara wanaripotiwa kuwa washiriki wa kundi la waasi wa M23. Taarifa za ndani zimesema kwamba zaidi ya wapiganaji 17 wa Twiraneho walikuwa wamefariki na wengine baadhi yao kutekwa. Hali ya usalama katika eneo hiyo bado ni tete na mapigano yanaweza kuendelea. Mkoa wa Kivu ya Kusini umekuwa ni historia ndefu ya migogoro ya silaha inayohusisha makundi mbalimbali ya waasi. M23 ni kundi la waasi ambalo limekuwa likifanya harakati zake katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama katika eneo hilo limekuwa likisababisha wakimbizi wengi kuhama makazi yao. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kutoa misaada wamehonywa kwamba hali ya kibinadamu katika eneo hiyo bado ni mbaya sana. Ni kwa kifupi tu nikujuze kwamba ni zaidi ya waasi 17 wa upande wa Twiraneho na Red Tabara wamepoteza maisha katika mapigano hayo, na wengine kujeruhiwa vikali sana, na labda nakuwekea video hiyo hapo upate kutizama wewe mwenyewe. Sasa wakati ulifika pale kumwingine, ulikia nje ya wapi? Ulikuwa na Banyarwanda, ulikuwa na banani? Mimi nilikuwa nikasikia wakasema
lugha ya Kinyarwanda vidogo vidogo. Ile saa walikuwa nakufunga kumacho wala hai. Huko ulitoka njia ya Minembo, ulitoka njia ya wapi? Tulitoka ile njia ya kule Kamanyola tukakuya barabara hiyo. Mukapanda kule kumilima ya kule wala hai. Ni kule mwele milima ya kule. Mwele milima ya kule paka mko na banani. Maisha bana kukamata kule yuko na banani. Maisha. Benza tuwote mimi na bacha kule. Banyarwanda. Bale banani. Bale abo basoda. Ba M23. Sio kama ni wa M23. Ni Banyarwanda. Sio. Unapenda ukufe wala bwana uko na vita. Sasa kweli. Yaani kwa sema ukweli. Wewe uko kabila gani? Mie kabila yangu. Babangu ni Mnyarwanda. Mamangu ni Mkongomani. Mkongomani wa wapi? Wa kule Kamanyola. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Na katika taarifa zetu za leo za tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 tuelekee uko Masisi. Hali katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete. Hapa kuna mustakabali wa kile kinachojulikana zidi ya mapigano hayo. Mapigano mapya yaliripotiwa Alhamisi ya leo asubuhi ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2015 katika eneo la Masisi. Yalianza mapema asubuhi takribani saa 11 asubuhi karibu na kijiji cha Kanii karibu na mji mkuu wa eneo la Masisi. Mapigano haya yanahusisha wanachama wa M23 pamoja na kundi ya Wazalendo, jeshi ambalo linaungwa mkono na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi zilisikika ikisumbua amani ya raia. Wakazi wa wilaya ya Imara na Birere walibaki ndani ya nyumba zao kwa hofu kubwa. Bado hakuna ripoti juu ya idadi ya watu walioathirika. Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na mzozo wa muda mrefu, huku makundi mbalimbali yenye silaha yakipigana kwa udhibiti wa ardhi na rasilimali. Mapigano kati ya M23 na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na makundi mengine yamesababisha uhamishaji mkubwa wa raia na hali ya kibinadamu yenye matatizo makubwa. Mapigano haya yameongeza hali ya wasiwasi katika eneo hilo la Masisi Center. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wewe ambaye unaendelea kutega sikio taarifa zetu kutoka channel ya Fizi Empire Television kupitia mtandao wa YouTube. Na tukujuze tu kwamba takribani watu 4 walipoteza maisha katika mapigano ya Wazalendo na waasi wa M23 uko Nyatende, katika eneo la Kabare kusini mwa mji wa Bukavu, Kivu Kusini. Kulingana na vyanzo vya ndani, miongoni mwa waasiriwa ni raia wawili ambao mili yao ilipatikana na kuzikwa Jumanne katika makubaliano na familia zao. Majeshi wengine ya wapiganaji bado mili yao yamesalia msituni karibuni na barabara nambari 5 inayounganisha mji wa Bukavu na Uvira. Wakazi wa kituo cha Nyangezi wanaishi kwa hofu na udhubutu kutoka nje ya nyumba zao kutokana na milipuko ya mabomu. Sehemu ya watu wamekuwa kwenye harakati kwa wiki moja, lakini mapigano ya Jumanne yalisababisha msafara mkubwa hasa kutoka kituo cha ununuzi uko Munya. Hali bado ni ya wasiwasi na ghasia hizo zinavuruga sana maisha ya kila siku ya wakaaji wa eneo hilo. Haya ni baadhi ya mambo muhimu yanayojitokeza kutoka kwenye taarifa hii. Mapigano kati ya Wazalendo na waasi wa M23 yamesababisha vifo vya raia na wapiganaji. Wakazi wanaishi kwa hofu wakishindwa kufanya shughuli zao za kila siku. Watu wengi wamekimbia makazi yao kutafuta usalama. Raia ndo waathirika zaidi kwa mapigano haya. Hali bado ni tete na ya wasiwasi mkubwa. Hii inaonyesha ni jinsi gani mzozo huu unavyoathiri maisha ya watu wa kawaida katika eneo hilo.
Siku ya Jumanne Aprili tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2025, wanamgambo wa Mobondo walifanya shambulio baya katika shamba la Kabia lilioko takriban kilomita 7 kutoka mji wa Mayala katika eneo la Bangata mkoa wa Kwilu. Kulingana na jeshi, uvamizi huu uligharimu maisha ya raia 13 waliochinjwa na waasi yao. Kapteni Antoni, msemaji wa operation Ngeba inayoongozwa na mkoa wa 11 wa jeshi wa Grabandundu, alisema kundi lenye silaha kali na wanamgambo wa Mobondo liliongoza uvamizi. Inaripoti raia 17 waliuawa na waasi hawa, ikipata silaha 2 za vita pamoja na kundi la mapanga wakati wa mapigano haya. Mwanajeshi wa Kongo waliuawa kwa kupigwa risasi na kufa, aliongeza Kapteni Antoni. Kwa jeshi, ghasia hii mpya inashuhudia azimio la wanamgambo wa Mobondo kuendeleza unyanyashaji wao licha ya mipango ya serikali ya Kongo kuunga mkono na kurejeshwa kwa amani katika mkoa wa Bandundu kubwa zaidi. Asambo Hussein ndiyo anaweza akaongea vizuri, lakini hana maturite politike. Na Asambo Hussein anasemaga vitu yuko mbele iko nyuma, iko mbele iko nyuma. Hana maturite politike. Hii vita nyimuko mnaona Banyamurenge biko wa Kongomani. Nyamurenge ni jina. Nyamurenge ni jina. Na ndo njia ya Watusi bote kuingilia Mkongo. Bale Banyamurenge banyuko naona bahesabiwe pala abajenea 70,000 ba vrai Banyamurenge abajenea 70,000. Leo Rwanda iko na exige plus ya 200,000 familles nyeko Rwanda. Hapana 200,000 personnes. 200,000 familles. Ile kambi ya Nyarugusu haina 200,000 personnes. Alors wanakuambia 200,000 familles. Bako kamate kila mtu hesabu ya kuzidi watu wa Nyarugusu zikuwa nombre za familia. Kumonyiko na watu 10, kumonyiko na watu 5, kumonyiko na watu 15, kumonyiko na watu 7. Hiyo ni inchi, ce sont des millions de personnes. Balitoka wapi? Ndio kitu cha kujiuliza, balitoka wapi? Depuis zamani hatuyakimbia vita. Banyamurenge bale wenye wanaita Banyamurenge, Muvira na Fizi hawakuwa 100,000. Juba wanakuwa naishi moya iko hapa, mwingine iko 7 km, mwingine iko 5 km. Juu ya nini? Probleme ya matrupo. Hawawezi kuwa na mavilaji sagisi tuko nayo. Ya nyumba hapa. Batu viko na mang'ombe partout. Haiko tu bali. Banakaraka mbalimbali juu kila mtu akuwa na space ya kulisha ng'ombe zake na kuzifunga. Habakuwa na ile nombre. Leo Rwanda anadeklare kule kuko plus ya 200,000 familles réfugiés Tutsi. Akusema Congolais Tutsi. Plus ya 200,000 familles. Uganda kuko vingine. Anasema Rwanda, Ethiopia kuko vingine. Maki walikimbia kumilima akaenda Ethiopia. Akasema nchi tofauti zote ukiangalia hizo nchi ni za bale ba peuple amite. Verite kwa hii. Kuko Batusi walifukuzwa Tanzania. Periode ya Kikwete. Balikuwa ba mingi sana kule Mabukoba kule Kagera. Kikwete alibafukuza. Leo biko Rwanda bana nafasi. Batafutia nafasi wapi? Kuinchi ya watu wenye bana akili. Kongo. Ndio wanataka wapeleke. Kuko Batusi Banyarwanda. Benye biko Rwanda bana nafasi. Wanataka wapate maespace. Jua Batusi anapenda baweke nani patiraje yao, nafasi ya kufugia ng'ombe zao. Bukivu na exploitation ya minere. Nabo wanapeleka wapi? Kivu. Parmi pays ziko plus peuplés mu Afrika, Ethiopia iko na Rwanda iko. Biko wanatafuta fasi zao za kukala. Contexte Banyamulenge. Alors, kipindi uko napuye kitu kenya kina sans. Kenya hujui politique, haujui biko binaendekana. Utakuwa uko na soutenir kitu kenye wewe uko sawa vile uko natafutia mti wa embe chini ya usea. Vitu venye viwezekana. Bale babana tukienda mulushika habiko bakongole. Juu ya nini? Bale balikimbia museka kuanzia seka nefu
balianza pokelewa mkongo muswasande. Ukifata historia ya bale waliopokea ile Red Cross muswasande ndo balianza kuwapokea, bakaanza kumestali. Oro Batusi waliendaka Uganda musekanef, balikuwa balishafika Uganda toko balianza kukimbilia Uganda. Huyu Kagame huyu alikuwa chef wa service de renseignement Uganda. Huyu Museveni huyu ni mtu wa Rwanda. Muulize Banyarwanda wanasemaga Museveni si Rwanda. Ni mtu wa Rwanda, alienda Uganda akakuwa refugee, alikuwa anatembea na bido za maziwa hivi na mama yake wanaenda wanauzisha makartie. Baba yake mukwe na Kiza Besigye akamwonea huruma, akamchukua ule mtoto akaanza kuishi kwake. Apre pale huyu mzee anaitwa mzee Biemanya alikufa, ndo baba yake ya Winnie Besigye, mke wa Kiza Besigye. Baba yake ya Museveni, mama yake ya Museveni sasa akalwa na mzee Kaguta ambaye ni baba yake ya General Salem Saleh. Ndo maana anaitwa Kaguta Museveni. Museveni sio jina lake, alibadilisha jina lake, ni Nyandwi, mtoto wa saba mlugha ya Kinyarwanda, ndo jina lake. Walifanya revolution kukamata nchi yenye iko yao, na pale ndo kwa walijifunza kama wanaweza kamata nchi zingine. Sawa. Bale bakabarebe wamezaliwa Uganda. Museveni akaingiza kipengele baada ya kuwa rais kwamba mpaka leo visome constitution Uganda inasema Banyarwanda ni Baganda. Barendo Banyarwanda. Banyarwanda ni Baganda. Hivi kisi ilikuwa Uganda dernier map. Biko wanatafuta bakreer jina yenye tabafere difference entre bo na bale Rwanda. Bale Banyamurenge nyuko na Nyamurenge walingia mu revolution kupigania Uganda. Bakaja bote walikuwa wanalisha mang'ombe na kukongola kwenda ugomboa kwa Rwanda. Bakatuma batoto, bakapigana, banaenda ugombola kwao. Bakagombola na bakuvuka, bakaanza kuvuka. Lakini kipindi walikana chini bakaona hapana, tuko tunapenda tuagrese Kongo. Hapa watu tukiwarudisha tutapata motife ikuwe haba. Ndo mwanzo kwa take kwetu, bale wenye uko naita Banyamurenge. Monshere nitakwambia kitu kimoja. Bale Batusi hata ipite miaka mingapi, Mtusi haikalaki sehemu yenye anatawaliwa. Hawezaki kuikala sehemu yenye anatawaliwa. Kila sehemu yenye iko anataka yeye akuwe denominateur. Umkubali leo kwa kuona kwamba ndo wema, umkubali leo kwamba ndo njia ya amani. Kesho vile vitu vitarudia. Ninyi wenye bakupewa balikiana Kabila muafdel, Ministeri Interior ilikuwa ya kwao, Directeur de Cabinet ilikuwa kwao, balikuwa na maministeri clé, lakini balipenda kwanza fanya coup d'etat bakamate presidence. Bale watu singekuwa na matentative za coup d'etat, Kabila singefanya ile revolution na kuwafukuza. Alisema Banyarwanda waende kwao, bote balijiretrouver kwa l'étranger kufanya vita. Juu ya nini? Objectif yao mpaka bakamate pouvoir mwele nchi, na wakishindwa bakate entité. Hivi kwa mission kata entité, République de Volca. Fizi yako iko encli mule, Uvira iko encli, Bukavu na sehemu zingine. Mufate gisi Makenga alisema hivi, tuliwasoma tukaona ninyi ni wajinga sana, wapumbavu, mumeshindwa kuongoza mpaka nchi yenu, na sisi tutaiongoza. Na tukikamata maeneo yenye tunataka sisi, hakutaonekanaga mtu mwenye pua ya mfupi kife bantu. Aloro wako nasema ni bandugu yetu, biko na objectif yabo, biko na renyo zabo zenye wewe ujuu. Usikamate bitu juu. Kwa bale wenye uko reta Banyamurenge pale ni kifu yetu sie. Juu bitu vyote iko napitia mu context ya jina lako. Hiyo kitu uijue kuanzia leo, kama ulikuwa haujui. Uijue kuanzia leo. Na po ingine niko nasema ni jua problema ya Joseph Kabila. Mnasema walifanya makoro kwa kupeana inchi. Ni inchi ingine gani yenye napeanaga ku makoro? Kabila si angeacha yule mwenye ameshinda Shadari awe raisi. Makoro ya nini? Akoro za nini? Tanzania kuko president mwenye yuko anachaguliwa, anaendaka makoro na nini? Kule Rwanda Kagame iko president, iko na makoro na nani? Museveni anaendaka kuma election na brigana hivi, anakuwaka na makoro na nani? Inchi zote zinapeanaga pouvoir ku makoro. Ni inchi yetu tu ndo mko na soutenir vile vitu makoro. Ole kulaumu Kabila, mko mnalaumu Tshisekedi.
Il faut akatale vile makoro bikufe. Akoro ndo zinaingiza nchi yetu mugiza. Rwanda kipindi Watusi wale prepare vita, Kabila lepere hakuwepo, aliitwa. Akoro zishatengenezwa. Kama unapenda hivi vitu vijue, ufate ile film ile na kiatiwe Kabila. Kuko parti wanafanyishaga Museveni interview mu anglais. Anasemaga aprecie kuona twende kule Kongo. Niliona tukienda si wenyewe wakongomani haitawezekana. Watatukatana, vita itakuwa na resistance itakuwa ya kabambi. Nikakumbuka Museveni ndiko nasema huko mtu mwenye alikuwa anasumbua sana Mobutu alikuwa anaitwa Kabila. Nikamuomba kwa Mwalimu Nyerere akanipa Kabila, nikaongea na nikaona kuna maturite, nikamtuma kwa vice president Rwanda. Hicho kipindi Kagame alikuwa vice president. Tukaongea naye tukaona twende na huyu vike bakongomani wakiona isura vita itakuwa na resistance ya kabambi, ndo tukaenda na Kabila. Sasa kama bondo balimuitaka, eske Kabila alifanyika makoro na aba alimpatiaga makoro vitu vivisha ndiko sinye hapa kasinye, sinye hapa kasinye, lakini ile makoro lenye viko nasema mpori iko nasumbua nchi. Kabila naye anaenda kufanya makoro ya nini? Mwenye anachanaga pouvoir ku makoro ni nani? Kabila ndo anaribisha nchi na watu yake ya PPRD Banemi na wengine ndo wanaribisha nchi nje ya panyoge ku makoro. Bakongomani biko na mwenye balichagua. Kama Tshisekedi ya kupita, kama Shadari ndo alipita, bangeacha Shadari. Kama alikuwa ule bwana nani Fayulu, bangeacha Fayulu mwenye alipita akuwe president juu ndo mwenye wakongomani alipata. Kabila anameza mavua yote ya bakongomani, anaweka mtu mwenye yeye anataka, anasema bafanye makoro. Eske wakongomani walimwambia afanye makoro au apitishi mwenye walichagua? Na huko unasutenire makoro yenye inaangamiza nchi. Tusikuwe mu vitu vya vile. Nehemia ana leadership yoyote yenye atasaidia nchi. Hana. Yuko sous leadership ya Kabila. Il faut tuambiane verite. Yuko sous leadership ya Kabila. Kama ni vya kutafuta makazi, utaonekana mko bamia Nehemia upate makazi kesho, sava? Asante sana kwako mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television. Wewe ambao ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu. Langu jina ni Teloje Lulonga, tukikutangazia matangazo yetu kutoka mji wa Baraka, tarafani Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye mkoa wa Kivu ya Kusini. Na labda niseme ndio ulikuwa mara kwanza unatizama kusikiliza habari kupitia channel yetu ya YouTube, basi naomba kufanya kitu kimoja tu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha niseme asante sana kwa kujiunga na familia ya Fizi Empire. Matumaini yetu na mazubuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi na zenye uhakika kwa muda muafaka. Basi acha tuseme asante sana, na labda tukutanane kwa vipindi vyetu vya baadaye.